Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda ameweza kuzipongeza klabu za Tanzania ambazo ziliweza kushiriki michuano ya CAF ngazi ya klabu licha ya timu zote 4 zilizokuwa zikiwakilisha Tanzania kuishia hatua ya makundi. Hii ni kwa mara ya kwanza Tanzania iliweza kufanikiwa kuingiza timu 4 katika hatua ya makundi katika michuano ya shirikisho 2 na klabu bingwa timu 2, na zote zimeweza kuishia katika hatua hiyo. Tupate taarifa zaidi. TFF wanafanya kazi nzuri. Kuna kila sababu ya kuwapongeza sana watu wote kwa kazi nzuri ambao wamezifanya na kufika hatua leo tunashuhudia ukuaji wa mpira wetu wa miguu. Nikiendelea, nimshukuru kocha amefanya kazi kubwa, na kama itakumbukwa kwamba alipewa timu yetu ya taifa ndani ya muda mfupi na alionyesha uwezo wa kuunganisha vijana na kuunganisha vipaji na hatimaye kuandika historia ya taifa letu kuingia kwenye 16 bora tangu uanzishwaji wa mashindano haya ya mpira wa miguu Afrika. Kwa tunampongeza, lakini pia tunampongeza kwa kuaminiwa na taifa letu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kwamba sasa aishike timu yetu ya taifa kwa miaka 2 ili kujenga uwezo wa vijana wetu na kuiweka bendera yetu ya taifa si tu kwenye mlima Kilimanjaro bali kwenye bara la Afrika, na dunia ikitazama ione Tanzania ikimeji kama giant wa football wa Afrika. Kwa kocha na mambo matatu tu. Moja, serikali imewekeza fedha kama ambavyo imewekeza kwenye miundombinu, kama ambavyo imeendelea kuwekeza kwenye timu yetu, lakini pia imeamua kuwekeza pia kwenye taaluma. Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake ya dhati na kwa mchezaji namba 1 anayetambua ya kwamba vijana wengi wa taifa letu ndoto yao si tu kuchezea hapa, ni kuvuka mipaka ya taifa letu, katoa hizi fedha na analipa yeye mwenyewe kocha, ikiwa ni sehemu ya kuongeza tija na ufanisi wa vijana wetu katika mechi zinazokuja za AFCON. Tukitazama habari nyingine, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeweza kuingilia makubaliano na kocha Miguel Gamondi ya kuweza kuifundisha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kwa mkataba wa miaka 2. Akizungumza Wallace Karia mara baada ya makubaliano haya, anasema kwamba hii ni moja kati ya hatua kubwa ambayo Tanzania wamepiga, kwani uzoefu wa Miguel Gamondi unafahamika alipopita katika vilabu mbalimbali, kubwa zaidi pale katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia ameweza kuzungumza hayo katika hafla hiyo ya utiaji saini mkataba na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania. Nichukue nafasi hii pia kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano inayoongozwa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kusapoti michezo, hasa mchezo wetu pendwa mpira wa miguu. Na ndio sababu pia leo asubuhi hii tuko hapa kwenye tukio la kihistoria la kuweza kusaini mkataba na tunayetarajia kuwa mwalimu wetu baada ya mazungumzo ya kwetu sisi serikali na serikali kuridhia kulibeba jukumu la kuweza kuwalipia walimu wetu. Kwa hiyo leo tuna saini hapa. Pia ni jambo moja hapo ambalo linaonyesha jinsi gani na support michezo. Lakini kama tunavyofahamu, wiki hii Ijumaa tulikuwa na mkutano wa kamati ya utendaji wa shirikisho ambao mbali na maneno mengi kwamba Rais Mosepe alikuja kuweza kutangaza kuahirisha mashindano haya, lakini mbele ya press aliyofanya alisisitiza kwamba yeye hakuja kuondoa mashindano, isipokuwa amekuja kufanya mkutano wake hapa kuonyesha kwamba bado kafu wamebaki na maamuzi yale. Lakini kama sio juhudi za serikali
kuhangaika na miundombinu, lakini pia na matakwa ya ile host agreement kutimizwa, tusingeweza kuwa na vikao vile na tusingeweza kuwa hapa leo. Mheshimiwa Waziri, nisichukue nafasi hii kuzungumza maneno mengi kwa sababu ndio nataka kuzungumza maneno mengi. Mimi niseme tu sisi kama shirikisho tunashukuru kwa support kubwa tunayopata, na niahidi kwamba sisi tutajitahidi kufanya kwa bidii ya uwezo wetu wote kuhakikisha kwamba tunatumia fursa hiyo kuhakikisha kufanya vizuri zaidi kwenye mchezo wetu pendwa huu, ili tuweze kuitangaza Tanzania, lakini pia kuwapa furaha wa Tanzania. Nishukuru sana, asante sana Mheshimiwa Waziri, nashukuru. Asante. Naye kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi anasema kwamba yeye anafurahia sana kwa miongoni mwa watu ambao wanaweza kuifundisha timu ya Tanzania, kwani ana furaha ya kuendelea kusalia Tanzania. Mwanzo alikuja kama kocha mkuu wa vilabu, lakini sasa ni kocha mkuu wa timu ya taifa. I'm very happy, honored and very proud to be the national team of Tanzania for the next 2 years. Really, for me, it's excited time. You know me, I love Tanzania, I love this country, I love the football, and I'm a great believer we can do something special. We can put Tanzania in the map of the African football, and with the great work doing now the government even... Kwingineko, afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Ibrahim Mwayela ameipongeza Singida Black Stars kwa kiwango kilichoonyesha kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika, ikiwa ni mara yake ya kwanza kuingia hatua ya makundi. Mwayela pia ametoa uhakika wa ligi yenye mvuto na ushindani zaidi, jambo litakalosaidia timu za Tanzania kuvuka hatua ya makundi kwenye michuano ya CAF msimu ujao. Kwa maana hatua sasa inayokuja ni kujipanga kwa ajili ya mashindano yanayokuja. Ukiangalia katika msimu huu tumeingiza timu 4. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba zile nafasi tutazipata vizuri na kuweza kujiandaa ili kuweza kufanikisha kuingia hatua ya robo finali, ambapo ndio tulikuwa tukisimamia kila wakati. Kwa hiyo ni matumaini yangu na nizidi kuwapongeza timu zote ambazo zimeweza kushiriki kwa uongozi wote, kwa maana ya Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Big Stars. Naye balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini James Bwana ameweza kukoshwa na kiwango cha Singida Black Stars, lakini pia ameweza kutoa shaka kwa timu na wanamichezo kutoka Tanzania wanaingia nchini humo kwamba watakuwa ni kama wapo nyumbani. Zinashiriki kikamilifu. Kama ulivyoona dakika zote 90 za mchezo huu, wa Tanzania tuliokuwa tuko hapo uwanjani walishangilia kweli kweli na kuitia timu yetu hamasa. Kwa hiyo mimi kama balozi, kwa niaba ya jumuiya za Watanzania waliopo hapa, kwa niaba ya ubalozi, tunatoa shukrani za dhati kwa uongozi wote wa timu yetu ya Singida kwa mchezo mzuri ambao wametupatia jioni hii na kwa matokeo ambayo tumepata. Haikuwa mechi rahisi, lakini tumeonyesha mchezo mzuri, mchezo mkubwa, na tunaondoka tukiwa kifua mbele na fahari kubwa kwa namna ambavyo tumeweza kutoa burudani katika viwanja hivi vya DHL hapa Cape Town. Neno langu ni moja tu kwa timu zote, kwamba diplomasia ya michezo inayo nafasi kubwa na muhimu katika kuendelea kuikuza na kuitangaza vyema nchi yetu na taswira njema ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niseme tu mimi kama balozi, kwa kipindi chote ambacho nimekuwa hapa Afrika Kusini, nimeendelea kufarijika sana kwa ujio wa timu kutoka nyumbani, na kama unavyoona aina ya mchezo ambazo tumecheza hii leo ni kielelezo kwamba swala zima la michezo linapewa kipaumbele na Watanzania tunaburudika kila timu zetu zinapopata nafasi ya kuja kucheza kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa wenzetu wa Singida tunatoa pongezi na shukrani nyingi kama Watanzania, kama wapenzi wa soka, kwa namna ambavyo wameweza kuiwakilisha nchi yetu na kuipeperusha juu kabisa bendera ya taifa letu. Na kwa namna moja ama nyingine natoa shukrani kubwa sana kwa uongozi wote, walimu, wakufunzi, wachezaji, kwa namna ambavyo waliweza kuiandaa hii timu hata kutuwezesha kupata mchezo mzuri kama ambavyo tumepata. Na CRDB Federation Cup hatua ya 64 bora itaweza kuendelea Jumanne ya tarehe 17 mwezi huu wa pili, ambapo KMC atakuwa uwanjani majira ya saa 10 kamili za jioni dhidi ya Bandari Tanzania, huku Simba Sport Club yeye atakuwa uwanjani majira ya saa 1 kamili za usiku dhidi ya Greenland FC. Lakini siku ya Jumatano tarehe 18 kutakuwa kuna michezo miwili, ambapo JKT Tanzania atakuwa uwanjani majira ya saa 10 kamili dhidi ya Pan Africa. Lakini Young Africans yeye majira ya saa 1 kamili usiku watakuwa uwanjani dhidi ya Cosmopolitan, huko Alhamisi tarehe 19 Azam FC atakuwa uwanjani majira ya saa 3 kamili za usiku
akicheza dhidi ya Endowment FC. Hiyo ndiyo michezo ya wiki hii, ratiba ya CRDB Bank Federation Cup.